Ndugu Jali Willy Mongo, mwanachuo wa shahada ya uzamili wa sheria aliyejitambulisha kuwa anatokea chuo kikuu cha Tumaini Iringa, kuna wakati fulani aliandika andiko lake ambalo lilipewa anwani Domestication of Rome Statute in the United Republic of Tanzania, ambapo kwa tafsiri ya Kiswahili cha Mbagala cha Mwanakwetu tunaweza kusema kuwa uhalalishaji wa mkataba wa Roma katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Jali Mongo katika andiko lake hili, aya yake ya pili, wakati akilipiga chapuo la utangulizi, aliyasema maneno haya: uhalalishaji wa mkataba wa Roma hutimiza madhumuni makuu mawili. Kwanza, unaipa mamlaka nchi wanachama kutumia uwezo wao wa msingi wa kuchunguza na kushtaki makosa ya kimataifa yaliyobainishwa ya mauaji ya kimbari, uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa uchokozi kwa lengo la kuzuia utekelezwa kwa makosa hayo. Pili, unaipa nchi wanachama uwezo wa sheria wa kushirikiana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu yani ICC, ambayo inakamilisha mamlaka ya mahakama ya kitaifa katika kuchunguza na kushtaki makosa ya kimataifa. Ndugu Jali Mongo akaongeza kasi ya mapigo ya chapuo lake kwa kusema haya: kuna mauaji mengi nje ya utaratibu wa kisheria, mateso, utekaji na kuwakamata watu kiholela, hasa watu wenye ualbino, viongozi wa dini na hata wa kisiasa, yanayodaiwa kutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inaripotiwa kuwa mwaka wa 2018 takriban Waislamu 380 hawakuweza kupatikana tangu mwaka wa 2017. Hivyo wabunge wa Tanzania walikuwa wakisukuma kufanyika kwa uchunguzi kuhusu tuhuma hizo, kwa kuwa maafisa wa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama walishukiwa kuhusika katika utekaji wa ndugu hao, mauaji na mateso ya kikatili kwa kuwakatakata viungo watu wenye albino, hasa watoto na vijana, yalianza kusambaa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwishoni mwa mwaka wa 2000. Ndugu Jali aliongeza na hili: shirika la Amnesty International liliitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo kuchunguza mauaji nje ya utaratibu wa kisheria pamoja na vitendo vya mateso na kuwaweka kizuizini kinyume cha sheria kwa viongozi wa wafuasi wa vyama vya upinzani kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 28, 2020. Asasi za kiraia na makundi mengine yaliwatuhumu maafisa wa usalama kuua watu zaidi ya 22 nje ya utaratibu wa kisheria. Pia iliripotiwa kuwa viongozi wa wafuasi 77 wa vyama vya upinzani walikamatwa na kuweka kizuizini kimakosa tangu siku ya uchaguzi. Zaidi ya hapo, baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, malalamiko ya uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanywa na maafisa wa juu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dhidi ya raia yaliwasilishwa huko ICC yakitaka uchunguzi maalum. ICC ilithibitisha kupokea barua 2 rasmi zilizodai ukiukwaji wa haki za binadamu. Barua hizo 2, moja ilitoka kwa chama cha ACT Wazalendo, chama cha upinzani, na nyingine kutoka kwa Maria Sarungi, mwanaharakati huru wa haki za binadamu ambaye pia ni mwanahabari. Tukiangalia mpango wenyewe umezungumzia haya maeneo, lakini pia kuna swala hili la vyombo vya habari na kadhalika. Je, katika hili na uhusishaji, kama unavyofahamu katika miaka ya nyuma kidogo kumekuwa na mvutano labda kwa upande wa vyombo vya habari na serikali, asasi za kiraia. Je, kuna platform au kuna njia ambayo mmejaribu kujikusanya kama kikosi kazi na kuwahusisha wahusika katika kuandika rasimu na katika kwenda mbele? Iye paka ni kuwaza we unaenda kama ile njia yako enda, kama ni maisha yako fata we dada,
mawazo, hakuna nia chango. Kama we unaenda, we unaenda, we unaenda. Pia ndugu Jali katika andiko lake aliongeza naye, ripoti ya Human Rights Watch zinaeleza kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijafanya uchunguzi wowote kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu uliotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2020. Ripoti ya haki za binadamu ya Tanzania ya mwaka mmoja baadaye, yani mwaka wa 2021, inaongeza kuwa kwa mujibu wa viongozi wa upinzani na mashirika yasiyo ya kiserikali, kulikuwa na angalau wanaharakati wa wafuasi 100 wa upinzani waliowekwa kizuizini kinyume cha sheria na kutekwa katika Tanzania bara kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2020. Mifano hii michache ya ukiukwaji wa haki za binadamu inaangukia katika uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kimbari. Hivyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inalazimika kutunga sheria kuhalalisha mkataba wa Roma ili kuanza kutekeleza wajibu wake wa kimataifa kwa nia njema kama ilivyoainishwa chini ya mkataba wa Roma, kama njia ya kutambua wajibu wake chini ya mkataba wa Roma na sheria za kimataifa ya mikataba. Pili, kuhalalisha makosa haya matatu, kuyaingiza katika sheria za Tanzania kutakuwa ni ishara ya kujitoa kikamilifu kuyatekeleza, kulinda, kuhifadhi na kuendeleza haki za binadamu, na hata kuingiza makosa haya katika sheria za Tanzania kutakuwa ni kutekeleza matakwa ya ibara ya 63(3)d ya katiba inayohitaji uhalalishaji wa mikataba ya kimataifa, ikisisitizwa na ibara ya 13(6)c ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayokataza matumizi ya sheria kwa mwendo wa nyuma, yani retroactive application. 4, kutokuchunguza na kutochukuliwa hatua za kisheria dhidi ya makosa hayo kutailazimu ICC kuingilia kati, jambo ambalo linaweza kuathiri usalama wa mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila shaka msikilizaji wangu umeelezwa vizuri kilichomo katika andiko la ndugu Jali Mongo
andiko lake la miaka mingi nyuma na hali hii ya Tanzania na ICC. Mwanakwetu siku ya leo anasema nini? Kwa hakika Mwanakwetu anaomba kugusia jambo moja tu katika makala haya, ambapo ndugu Jali Mongo anasema maneno haya: kutokuchunguza au kutokuchukuliwa hatua za kisheria dhidi ya makosa haya kutailazimu ICC kuingilia kati, jambo ambalo linaweza kuathiri usalama wa mamlaka ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unapokuwa kiongozi, jambo linalopaswa kufanywa lifanyie kazi. Lisipofanywa kazi huwa ni kosa, linaweza kuzalisha makosa mengine makubwa zaidi kupitia namna lilivyofanywa kazi jambo hilo hapo awali. Na hiki ndicho kinachotokea Oktoba 29, 2025, siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania na siku zinazofuata baada ya uchaguzi huo. Mwanakwetu. Ifuatayo ni sehemu tu ya tafakari ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC iliyotolewa na Askofu Wolfgang Pisa, rais wa baraza hili nchini Tanzania, kufuatia yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 nchini Tanzania. Karibu. Sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC tunatoa pole nyingi sana kwa familia zilizopoteza wapendo wao. Familia hizi zina maumivu, hasa wale wanafamilia walioona ndugu zao wakiuawa na miili yao kuachwa nje na kunyimwa ruhusa ya kuwachukua ili kuwasitiri au kuwazika. Tunawapa ndugu zetu pole na Mungu Mwenyezi awape nguvu na faraja. Tunaendelea kuwaombea majeruhi wapate nafuu haraka na kurudi katika majukumu yao na kwenye familia zao. Neno la Mungu liwe kwetu faraja na kitulizo tunaposoma. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu si bure katika Bwana. Barua ya kwanza Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 58. Tunaombea pia uponyaji wa ndani wale wote walioathirika kiroho, kisaikolojia na kiuchumi. Mwenyezi Mungu pia awe baraka na kitulizo kwao. Mwisho, tunaendelea kuzikabidhi roho za marehemu wote waliouawa katika vurugu hizi, wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape, e Bwana. Wapumzike kwa amani. Hii ni sehemu tu ya tafakari ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC iliyotolewa na Askofu Wolfgang Pisa, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Tanzania, kufuatia yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Jina langu ni Adeladius Makwega na kutakia siku njema.
Mwana Kwetu. Kwa kumalizia, msikilizaji wangu, na kuomba nikukumbushe maelezo haya ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Juni 3, 2009, miaka 16 nyuma, namna alivyokuwa akitazama masuala ya uhalifu wa kimbari, uhalifu wa kimataifa. Waziri wa Sheria na Katiba ya Tanzania Mathias Chikawe alieleza shirika la habari la Ilondere kupitia mahojiano ya simu kutokea Dar es Salaam. Ndugu Chikawe alisema kuwa magereza na mahakama ya Tanzania yanayo hadhi ya kimataifa. Ndugu Chikawe alitoa ofa kualika ICC kutumia magereza na mahakama yake iliyopo Arusha, jijini Arusha nchini Tanzania. Kwanza niseme serikali inazo taarifa nyingi sana ambazo inazishikilia kwa niaba ya wananchi wake, na ni vizuri wananchi wakazijua. Kwa serikali iliamua kuingia kwenye mpango huu kwa makusudi hayo. Kwa taarifa hizi ambazo serikali inazo zinahusu maendeleo ya wananchi wake, izipeleke kwao ili waweze kuzitumia kujiletea maendeleo. Kwa hiyo ni ya kwanza. Tukaona tuingie ili tuweze kufanya hilo. Sasa tumefanya nini? Baada ya kuingia, kuonyesha nia yetu ya kuingia, tukaunda kamati ambayo wakati ndugu Chikawe alitoa ofa hiyo wakati mkutano wake na rais wa ICC wakati huo ndugu Sang Yang-song aliyekuwa ziarani nchini Tanzania. 85 years ago, the International Federation for Human Rights began advocating for an international declaration of human rights and for an international criminal court. Ndugu Chikawe alisema kuwa walikuwa na mazungumzo ya wazi naye moja kwa moja. Akijibu kauli ya waziri Chikawe, rais wa ICC wakati huo Sang Yang-song alisema kuwa mahakama yao ingetafakari ofa hiyo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutaiangalia Arusha katika shughuli zetu zijazo. They were audacious goals in their time and are perhaps audacious still, but both have come to pass. I stand before you as president of that court, first proposed by this Congress almost a century ago. The ICC's existence is proof that audacious goals can be achieved. Alisema rais wa ICC ambaye aliandamana na Pakisho Mochokoko, mshauri mwandamizi wa masuala ya kisheria wa ICC. Kiongozi huyu wa ICC pia alifanya mazungumzo na rais wa Tanzania wakati huo Jakaya Kikwete na waziri wa mambo ya kigeni wa Tanzania wakati huo Bernard Membe kabla ya kuondoka nchini siku ya Jumanne. Kwa hakika Umoja wa Mataifa na washirika wake wametumia mamilioni ya dola kujenga mahakama na magereza huko Arusha kwa ajili ya watuhumiwa wa mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994. Magereza hayo yapo pembezoni mwa mji wa Arusha na yana uwezo wa kuchukua wafungwa zaidi ya 90 kwa wakati mmoja. Pia yana ukumbi wa mazoezi, maktaba, ukumbi wa kulia chakula, chumba cha matibabu na vyumba vya ziara za kifamilia. ICTR imejenga mahakama 4 za kisasa katika jengo la kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC katikati ya jiji la Arusha. ICTR pia imeweka eneo kubwa la maegesho ya magari kwa ajili ya majaji na maafisa waandamizi wa mahakama na imeweka mfumo wa mawasiliano teknolojia ya kisasa ya habari ya kiwango cha kimataifa. Pia imeanzisha maktaba na kituo cha kompyuta chenye vifaa vya kutosha.
motima omobali nanga napotika nanga mobalio omobali nanga na leli basalisie omobali nanga manga na zokingo ya omobali nanga manga na zokingo ya omobali nanga napotika nanga mobalio omobali nanga na beli motima omobali nanga napotika nanga mobalio omobali nanga. Msikilizaji wangu, haya ni ya mwaka 2009 wakati serikali ya Tanzania inatoa ofa hiyo kwa ICC kuyatumia majengo na magereza ya Arusha. Dhana hii ilikuwa kama wakosaji ni wengine, wakosaji ni wa nje ya Tanzania. Ndugu yangu Mateo Chikawe, yani Matias Chikawe, kwanza ni kusalimia shikamoo popote ulipo. Mwanakwetu, ninatambua ungamo la Matias Chikawe kwa rais wa ICC mwaka ule 2009 hapa alipokuwepo kule jijini Arusha. Msikilizaji wangu, tambua kuwa unaweza ukatoa eneo likajengwa mahakama, likajengwa gereza, kisha mahakama hiyo hiyo, gereza hilo hilo, aliyetoa eneo hilo akawa miongoni mwa watakaokaa na kuishi humo gerezani. Hii ni tafakari tu ya Mwanakwetu siku ya leo. Ya bana mazembe Mwanakwetu upo. Kumbuka tu Tanzania ina mahakama na magereza viwango vya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Adelaide Makwega na kutakia siku njema.
Baba.